Bila shaka Yanga ilikuwa kama ni chuma ambacho kinaitoa kutu Singida, kwa maana ya quality waliokuwa nao kwenye mchezo, utulivu kama timu, nidhamu ya wachezaji, kucheza kwa faida ya timu. Singida ni timu ambayo inajengwa na wachezaji wazuri, lakini hawana nidhamu ya kucheza kama timu. Sasa kwa namna walivyokuwa wanacheza takriban kipindi cha kwanza chote, walikuwa wametawaliwa kwenye maeneo muhimu sana, haswa nyakati za mapambano bila mpira, lakini nidhamu ya kucheza ukiwa na mpira. Ndio maana waweza kuona licha kwamba Singida walikuwa wanaonekana wapo kama wanataka kurudi kwenye himaya ya mchezo, lakini maeneo muhimu ya maamuzi ya mchezo yalikuwa kwa Young Africans. Walitengeneza nafasi nyingi za kushambulia, wakawa wanatumia nafasi za kushambulia na mpaka wanapata goli. Kipindi cha pili ndio kikaharibika zaidi. Singida walikuwa wanakuja kupambana, kujirejesha mchezo bila nidhamu ya kucheza kama timu. Ni mbaya tu Yanga hawakuwa katika ubora wao. Kama wangekuwa katika ubora wao, kwa maana kutumia nafasi nyingi walizotengeneza, tungeshuhudia mchezo ambao ilikuwa dhahama kubwa kwa upande wa Singida. Kiukweli nidhamu ya kucheza ambayo kaitengeneza mwalimu Merud kwenye kikosi cha Yanga sasa hivi, kucheza kwa heshima ya wapinzani kwa mikakati ya kwake. Merud anataka timu yake ilinde sana, ishambulie haraka, kitu ambacho kafanikiwa tangu kaja Young Africans. Timu ambayo imepunguza makosa mengi na imekuwa ikitumia nafasi nyingi kwa utulivu. Hicho ndio kitu ambacho nakiona kwa ukubwa. Mzizi alikuwa na mechi bora sana, japo alikuwa na makosa katika mchezo. Sasa ubora wa mchezaji kwenye mchezo hauwezi kuharibiwa na makosa peke yake. Kwa hiyo tunaangalia nini kafanya. Mzizi kafunga goli, Mzizi kawa sehemu ya mchango wa magoli aliyofunga, na yeye ndio alikuwa aggressive sana kwenye safu ya ulinzi ya Singida Black Stars. Kwa hivyo huwezi kukwepa ubora aliokuwa nao ukiepusha makosa ya kukosa nafasi. Kukosa nafasi kwake imekuwa ni kitu kinachojirudia, kwa sababu hana ultimate composure, utulivu sana eneo la mwisho. Wakati mwingine kufunga sio ufundi, kufunga sio mbinu, kufunga ni sanaa. Yeye sanaa ya ufungaji hana katika kiwango kikubwa, lakini amekuwa ni mchezaji ambaye anasaidia timu kuhusisha matukio na ushindi. Unaona wachezaji wa Singida Black Stars wameonyesha kiwango bora sana. Vipi Yanga wanahitaji kufanya usajili kwa ajili ya kujiandaa na mashindano ya kimataifa? Yanga ili patafute ubora ambao wanausaka kimataifa, wanahitaji kuboresha maeneo muhimu sana. Yanga wanahitaji kupata kiungo mshambuliaji aliyetimilika zaidi ya tunavyomuona Mudathiri Yahya Abbas. Yanga wanahitaji kupata kiungo mshambuliaji aliyetimilika zaidi tunavyomuona Maxim Pia Nzengeli, kwa sababu Mudathiri amekuwa ni kiungo anayecheza kama gobole, anasetiwa. Sasa wakati mwingine kiungo anatakiwa atembeze timu kwa smart play, wanasema watu wa mpira, haraka kwenye matukio kwa mahitaji ya nafasi, kuangalia muda, direction, lakini wakati mwingine nafasi zinazopatikana. Ukija kwa Maxi, amekuwa ni kiungo mshambuliaji mzuri, aggressive sana bila mpira, lakini amekuwa haifanyi timu icheze kwa wepesi inapokuwa kwenye umiliki. Maeneo ya kuachia mipira wao wanakokota, maeneo ya kukokota wanataka kuachia mipira, kwa hiyo wanacheza unclockwise. Kumaliza tu kwamba kwenye usajili bora aliofanya Yanga msimu huu mpaka wanachukua makombe yote mawili, kiwango cha Duke Abuya kimekuwa bora sana. Duke amekuwa sehemu ya mchango mkubwa kwa Young Africans. Ametumika kama fuse player. Tumemwona akicheza kama mshambuliaji, tumemwona akicheza kama kiungo mkabaji. Maana yake ni mchezaji ambaye alikuja kutafuta solution ya timu. Wakati mwingine unamwona yupo Haridi, yeye anachukua jukumu. Wakati mwingine unamwona yuko Haridi anajaribu kucheza kama double pivot, kwa maana ni mchezaji ambaye anaweza kutumika mitindo mingi. Ni mchezaji mimi naweza kusema katika sajili yao bora katika msimu huu, Duke amekuwa na faida kwa Young Africans. Asante sana. Nataka kuongeza kitu. Tetesi kwamba huenda Yanga wakaachana na kocha wao Abdimilud kwa kile ambacho wamefanya, kile ambacho wamekionyesha kwenye mechi ambazo wameongoza Yanga. Unadhani wakati sahihi sasa Yanga kutafuta kocha mwingine tofauti na Abdimilud? Makosa makubwa Yanga watakayofanya ni kumuona Merudi atoshi, kwa sababu hata mapungufu aliyopitia Yanga msimu huu ni mabadiliko ya makocha. Merudi ni kocha ambaye amejipambanua, sio kocha anaendana na watu wengi utamaduni wa kuongea, lakini kocha ambaye kazi yake inaonekana. Kaibadilisha Yanga staili ya kucheza, na kocha wanamtazama kwenye maeneo matatu: rotation, mzunguko wake wa wachezaji anawatumiaje kutafuta solution ya timu. Merudi kafanya hivyo. Changes, mabadiliko anayofanya kwa wachezaji, wakati mwingine ni solution ya timu. Merudi kafanikiwa kufanya hivyo. Lakini muangalie kubadilisha ubora wa wachezaji kucheza kwa mpango wake. Wanasema coach lazima awe anafanya ile match context analysis, namna anavyochambua mechi kucheza kwa ridhaa na mahitaji yake. Wachezaji wa Yanga hatuwaoni wakicheza kwa mazoea, wanacheza kwa mpango wa timu. Kwa mara ya kwanza nimeshuhudia Yanga ambayo wapinzani wanateseka kucheza nayo. Upati uhuru wa kuwashambulia, wanakupa ugumu wakiwa wanakushambulia. Hiki ni kitu ambacho Merudi amekibadilisha. Merudi kitu ambacho kashindwa kuwapa watu wengi, sio msemaji. Tumezoea makocha ambao wakiongea tunapata caption. Merudi sio kocha wa caption. Merudi ni kocha wa kazi kiwanjani. Bahati mbaya sana, Merudi kuna rasilimali zimepungua kwake.
Merudi atafutiwe kiungo mshambuliaji, Merudi atafutiwe mshambuliaji, Merudi atafutiwe viungo wengine washambuliaji, Merudi atafutiwe kiungo wa ulinzi. Maana yake ni kwamba anaweza katoa solution kubwa kuliko anavyo. Tumemwona kacheza intensive games za intensity kubwa. Simba wametoka kucheza mechi nyingi za kimataifa na uzoefu mkubwa, lakini aliwatafutia solution. Singida Black Stars walicheza dhidi ya Simba, leo kawatafutia solution. Angalia kwenye ligi katafuta solution. Nadhani mazoea ndio watawafanya Yanga wamwache Merudi. Kiukweli Merudi wanahitajika kumpa mechi, kumpa muda na kumwacha atengeneze timu ya mikono yake. Hii timu alikuja kuunganisha viraka. Sasa wamwache atengeneze nguo anayoitaka yeye. Nadhani Yanga watakuwa wameambulia kitu kikubwa sana. Pia mshambuliaji wa Singida Black Stars Jonathan Soa ambaye amekuwa akihusishwa na timu kubwa kwa maana Simba pamoja na Yanga. Kwa kile ambacho amefanya leo uwanjani kuonekana ni utovu wa nidhamu, kadi nyekundu ambayo ameipata. Lakini pia kiwango chake kwa ujumla, kuna kitu cha kuzungumza kuhusiana na Jonathan Soa. Jonathan Soa ni mchezaji mzuri sana, lakini anachukiza. Mchezo wa mpira unahitaji nidhamu kwa sababu wakati mwingine matokeo yanatafutwa kwa utulivu. Jonathan Soa kama atacheza timu yenye pressure kama Yanga na tabia zake za nidhamu na makosa ya waamuzi wetu mara nyingi ambao akichezesha kunaibua mizozo, nategemea kuona hawezi kuwa na faida kwenye timu kubwa. Wakati mwingine ni zaidi ya kumuona mchezaji anacheza tu. Nidhamu ni kitu muhimu sana. Jonathan Soa anaweza akageuka kuwa adhabu kwa timu za pinzani, hasa namna anavyoweza kumtumia, kwa sababu ni rahisi ukamprovoke akaingia kwenye mtego, na kwa bahati mbaya imekuwa sehemu ya tabia yake, sio ambaye anafanya kwa bahati mbaya. Kwa hivyo kwa timu kama Yanga yenye michuano mingi inahitaji wachezaji wenye nidhamu. Jonathan Soa hata kama mzuri hawezi kuwa na faida kwa timu ambayo inahitaji mchezaji anaweza kubeba timu. Mchezaji wa kusubiri umrekebishe akiwa na tabia inayoendelea kuwa mbaya, tegemea kuendelea kukupa kitu tofauti. Sawa, mwaka wa 4 domination ya Yanga kwenye michuano ya ndani kwa maana ligi kuu pamoja na kombe la shirikisho. Tuseme kwamba Yanga tayari sasa utawala wake unapaswa utoke sasa nje ya mipaka ya Tanzania. Yanga sasa nguvu ya mipaka ya Tanzania kwa sababu Yanga ndani ya ligi wameshindikana. Yanga Tanzania wameshindikana, hivyo nguvu wazielekeze kwa kisha nguvu katika michuano ya kimataifa, kwa sababu huko ndiko ambako tuna kiu ya kuona bora. Msimu huu hawakufanya vizuri sana, lakini kwa sababu ya kuwa na wachezaji wa daraja la kawaida. Mimi ukiniuliza hata Faisal hawezi kuwa msaada kwa Yanga kimataifa. Mzingeli Max hawezi kuwa msaada kwa Yanga kimataifa. Mudathir Yahya hawezi kuwa msaada wa Yanga tena kimataifa. Tukizungumzia Mzize sio mchezaji ambaye nataraji anaweza kuibeba Yanga tena kimataifa. Hayo maneno niliongea muda, narudia tena kusema. Fers na wenzake Yanga Africans ya kusumbua klabu bingwa, wao ni watu wa mpira, quality wanaijua, wanahitaji kupata wachezaji wa daraja la ushindani ambao wataleta suluhu ya kimataifa. Lakini kutumia wachezaji wao kwa kawaida usitegemee maajabu, kwa sababu bado wanahitaji kupata wachezaji bora watakaoipa timu faida. Sio hiki ambacho tunakiona sasa. Hawa ni wachezaji ambao wanaweza wakawa wanaitafutia timu solution kwenye baadhi ya mechi, lakini sio kutoa solution kwenye michuano ya kimataifa. Na huu ndio ukweli mtungu kuambia. Wanahitaji wachezaji wenye viwango zaidi ya hawa ambao tunaona sasa.